Kwa kutambua kuwa usalama wa jamii ni jukumu la pamoja, wizara kwa kushirikiana na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake, Makundi Maalum, Wizara ya Afya na Wizara ya Katiba na Sheria tunatekeleza mipango ya kitaifa na kimataifa ya kupambana na ukatili wa kijinsia na unyanyasaji dhidi ya watoto. Wizara inashirikiana na mashirika yasiyo ya kiserikali katika kutokomeza ukatili dhidi ya watoto, wanawake na watoto. Aidha, Jeshi la Polisi kwa kushirikiana na maafisa maendeleo ya jamii limetoa mafunzo kwa viongozi wa kijamii ili kuwajengea uwezo wa kutambua, kutoa taarifa na kuzuia vitendo vya ukatili katika maeneo yao. Katika mwaka wa fedha 25-26, shilingi bilioni 30 zimetengwa kwa ajili ya mafunzo kwa watendaji, ikiwemo kutoa elimu kuhusu namna ya kushughulikia ukatili wa kijinsia na unyanyasaji kwa wanawake na watoto. Mheshimiwa Naibu Spika, ujenzi na ukarabati wa vituo 31 vya polisi unaendelea kwa gharama za shilingi bilioni 5.52 kama ilivyoelezwa katika aya ya 58 hadi 60 ya kitabu changu cha hotuba. Katika kuongeza ufanisi wa utoaji huduma kwa wananchi, Jeshi la Polisi limepokea shilingi bilioni 34.78 kwa ajili ya ununuzi wa magari 275 ya wakuu wa upelelezi wa mikoa, wakuu wa vikosi vya kutuliza ghasia na wakuu wa upelelezi wa wilaya. Taratibu za ununuzi zinaendelea. Mheshimiwa Naibu Spika, upatikanaji wa magari hayo mapya na ya kisasa utarahisisha utendaji kazi wa Jeshi la Polisi na kutoa huduma kwa ufanisi kwa wananchi. Magari hayo yanatarajiwa kupokelewa mwisho wa mwezi Juni, yaani mwezi kesho. Katika mwaka wa fedha 25-26, jumla ya shilingi bilioni 194.95 zimetengwa kwa ajili ya ununuzi wa vitendea kazi vya Jeshi la Polisi. Mheshimiwa Naibu Spika, magari haya ni nyongeza ya magari 218 yaliyopokelewa mwezi Machi na Aprili mwaka huu 2025 kwa ajili ya matumizi ya makamishna, naibu kamishna, makamanda wa polisi wa mikoa na vikosi, wakuu wa polisi wa wilaya na vitengo ndani ya Jeshi la Polisi. Mheshimiwa Naibu Spika na waheshimiwa wabunge, kwa idadi hii na viwango hivi vya vitendea kazi, wananchi wetu wasiwe na wasiwasi. Serikali inaendelea na jitihada za kuimarisha usalama wa wananchi wetu na mali zao ili wananchi waendelee kuishi kwa amani ndani ya nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, natoa wito kwa wananchi kushirikiana na Jeshi la Polisi katika kuimarisha usalama ndani ya jamii yetu, mijini na vijijini. Watanzania tushikamane kulinda nchi yetu dhidi ya maadui wa nje na ndani. Adui dhidi ya nchi yetu na adui dhidi ya nchi yeyote na nchi yetu ikiwemo, hasa kwenye karne hii ya 21, sio mpaka akuzuru kwa kutumia vifaru kuhesabika ni mvamizi wa nchi. Adui anaweza kuleta madhara na kuvuruga amani kwa kutumia magenge ya wanaharakati kama ambavyo tuliona siku za hivi karibuni. Ukitaka kujua machungu ya amani ikipotea, angalia nchi zilizo kwenye machafuko ya kuvunjika kwa amani sehemu mbalimbali duniani, hata hapa kwenye bara letu la Afrika. Ndugu wa Tanzania wenzangu, hatutakubali kamwe. Tutaendelea kuchukua hatua na kwa mujibu wa sheria kulinda amani na utulivu uliopo ndani ya nchi yetu.